Katika maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani, sisi kama uongozi wa JKCI Dar Group pia tumeungana na wanawake wa JKCI Dar Group kupitia umoja wao ambao kwa ari moja wameweza kuandaa mambo mbalimbali katika kuelekea kilele cha siku ya wanawake ambacho kitakuwa tarehe 8 Machi. Tumejionea wanawake wa JKCI Dar Group wakitoa huduma kwa wanawake lakini kwa jamii kwa ujumla, lakini vile vile wamejitolea misaada mbalimbali kwa wahitaji, wagonjwa na wengine ambao wana uhitaji, lakini vile vile wametufundisha lengo la umoja, lakini vile vile tumeona kupitia kauli mbiu ya maadhimisho haya mwaka huu kwamba ni haki, usawa, jumuishi kwa wanawake na wasichana kuelekea dira ya 2020 na 50. Kama ambavyo dira ya 2050 imeelekeza, sisi pia kama taasisi tumewaalika wenzetu kutoka Said Salim Bakhresa na Bakhresa Group of Companies ikiwa na azma la kuelekea kwenye dira ya 2050 ambavyo inajielekeza kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza. Sisi kama taasisi ya serikali kushirikiana na sekta binafsi, wadau na wengineo, wadau wa maendeleo, kuhakikisha kwamba huduma za afya zinasogezwa zaidi kwa wananchi, lakini pia miundombinu ya utoaji wa huduma na huduma zenyewe yanaboreshwa. Nimepata bahati ya kutembelea baadhi ya maeneo, lakini pia nimeona kuna kazi mbalimbali zinafanyika ikiwepo kupima watu afya ama kuwapima mama afya, na maeneo ambayo yamepimwa kwa kweli labda niseme tu kwamba tunahitaji kuchunguza afya zetu mapema kabla hayajakuwa too late, wazungu wanasema, kwa sababu wameangaliwa hapa mambo ya saratani ya matiti, mambo ya saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia na kupima mambo madogo madogo, ingawa inaitwa madogo lakini naona makubwa, kama kupima mambo ya moyo, mambo ya tunaita nini, uzito. Kwa hivyo vitu vyote ni vitu muhimu sana katika uchunguzi wa awali kwa maradhi yetu sisi kama wanadamu. Lakini pia kitu ambacho pia nimekiona na kimenifurahisha ni kwamba kuna huduma ambazo zimejitosheleza kwa kiasi fulani. Kwa mfano emergency, nimepita wodi ya wazazi, nimekuta mambo mbalimbali, ila tu ambacho naweza kusema ni kwamba katika yote ambayo nimeyaona, yani inaonekana kwamba huduma ni kubwa, lakini bado kuna uhitaji ama upungufu wa vitu. Kwa hivyo nitoe wito kwa wadau wengine ambao wanaweza kushirikiana na JKCI Dar Group kusupport ama kushirikiana nao na kuweza kuongeza nguvu kwa yale ambao wameyakusudia kwamba wanataka kufanya expansion ama kuongeza upanuzi wa hospitali hii. Niseme kwamba kwanza hapa ilipo nisema ambapo inaunganisha karibu wilaya zote. Wanaotoka Ilala wanapita hapa, wanaotoka Temeke wanapita hapa, na wanaoelekea hata wilaya zingine, lakini kwa kuwepo hapa hospitali hii inafanya kazi kubwa sana niseme, kwa sababu kwanza wapo katika makutano ya barabara. Kwa hiyo ajali kutokea ni 1% kubwa, na wao ni watu wa mwanzo ambao wanapokea majeruhi wengi ambao wanatokana na ajali ambazo zinatokea kwenye barabara zetu. Kwa hivyo bado naendelea kusema kwamba siku ya wanawake duniani katika hospitali ya JKCI Dar Group kwa kweli imepambwa katika hali ambayo wamefanya mambo mengi, na niseme tu kwamba jambo hili ambalo linaonyesha kama ambavyo kauli mbiu mwaka huu inavyosema right, justice and action for all women and girls. Leo tulikuwa tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Tumeweza kufanya upimaji wa pressure, sukari, na pia tumeweza kufungua cheki wa mama saratani ya shingo ya kizazi na maziwa. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa kulingana na kwamba haya magonjwa kwa sasa yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo wamama wameitikia kwa kiasi kikubwa sana. Tumeweza kupata wagonjwa kama 200. Ushauri wangu kwa wanawake ni ya kwamba tuweze kujitoa tunaposikia vitu kama hivi vya kupima bure. Hata kama sio kupima bure, kuna hospitali siku hizi zimetapakaa kila mahala, watu waweze kupima, kwa sababu ukipima mapema unaweza ukapata matibabu mapema na usiwe mgonjwa wa kusumbua familia, kwa sababu sisi ndio walezi wa familia na jamii kwa ujumla. Afya ya moyo wako, moyo ni wa kwako, ulinde. Linda moyo wako.